Na habari tena Tanzania, kwa jina naitwa Alan The Wise, na leo tutakuwepo tena katika kipindi chetu cha teknolojia ya nafsi, na nilizungumzia mada kuhusiana na moyo. Nini maana moyo, matumizi yake, na itakusaidia vipi kuweza kufungua njia mbalimbali kupitia moyo, kwa sababu moyo ndio simango ya kila kitu. Mema mbaya, kwenye mema kuna mengi mazuri, kwenye mabaya kuna maovu mengi pia, sawa? Kwa hiyo utaishi vipi katika ulimwengu wenu utie vyema sana kuliko maovu? Maovu yanakaa mbali na wewe. Kwa leo nitakuwa nazungumzia kitu hicho. Karibuni tena. Na cha kwanza inabidi ujue moyo ndio mti wa maisha. Yaani mti wa maisha upo katika ulimwengu wote ambao unaweza kutoka hapo kwa sababu ndio kaenda kukutana nao panga. Ila mti wa maisha upo ndani ya moyo wako. Moyo unavodunda na mti wa maisha unapozidi kudunda ndani yako. Kwa hiyo hakuna ulimwengu wote ambao unaweza kwenda kukutana labda kuna mti wa maisha kama ulivyoona sikia labda kwenye vitabu, movie na kadhalika. Kwa hiyo huo mti wa maisha wako utaulinda vipi moyo wako? Ndio. Kwenye ulimwengu wa sasa maovu yamekuwa mengi sana kuliko mema. Kwa hiyo tunajikuta tunafanya sana maovu, tunajikuta tunadondoka, maisha yanakuwa magumu. Yaani vitu vinavyovutia ni vile vitu unavyofanya na vitu ambavyo unaungamana navyo katika siku yako mpaka siku inaisha. Sawa? Kwa hiyo hatua ya kwanza kuweza kuulinda moyo wako, ndio cha kwanza fikra, kwa sababu moyo ni akili ya pili. Akili ya kwanza iko hapa, akili ya pili iko hapa. Kwa hiyo inabidi ujue jinsi gani ambavyo utaweza kubalance. Sawa, hapo unapokea taarifa. Ile taarifa unakuja kuihisi hapa kama ile taarifa ni nzuri ama ile taarifa ni mbaya. Ndio. Sasa inabidi ujue jinsi gani ya kila taarifa utaichukulia maamuzi gani. Sio taarifa ikuendeshe, na hapana. Wewe ndio inabidi ufanye maamuzi. Kwa sababu wewe ndio mtu wa mwisho kabisa ambao una maamuzi ya kuchagua maisha yako yaende katika ukurasa gani, kulia ama kushoto. Sawa? Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ya kuweza kuifanya na muhimu sahihi hiyo moja. Kila wazo linalokuja kwenye akili yako, chochote kinachokuja cha kwanza katika akili yako, cha kwanza cha kuweza kufanya ni kukaa nacho chini na kujiuliza nacho kabla kukichukulia maamuzi yoyote yako. Unaelewa? Manake unavyoacha lile jambo likuchukulia wewe maamuzi, kinachotokea hapo ni kwamba hauna mamlaka ya mwili wako wala nafsi yako, vinakuendesha. Umeona? Na mara nyingi ni kutokana na makuzi tuliolea sasa hivi, hatujui hiyo elimu ama hiyo elimu. Ila inabidi ufanyaje uweze kuipata, inabidi ukumbuke. Swala ni kukumbuka. Hiyo tayari iko ndani yako. Swala ni kuikumbuka, kujiruhusu kukumbuka. Unajua sio vipi kukumbuka? Ni kuweza kukaa chini na kutulia na kujiuliza kwamba okay, sawa, nimekuja huzuni, nimeachana na mpenzi wangu for example, jambo ambalo naendelea sasa hivi sema kila leo. Okay, la kwanza kujiuliza kwamba je, wewe umefanya kosa gani? Je, wewe ndio chanzo au yeye ndio chanzo? Okay, for example, usikimbie hata kama wewe chanzo chako kufanya ni kidogo. Okay, chanzo chokifanya kiinterpret kama ungekuwa wewe, ukichukua maamuzi ukachukua yeye. Kwa ukiona maamuzi yake na yako yanapinzana sana, inabidi uangalie kwamba huyu mtu alikuwa na lengo gani, nzuri au baya. Sawa? Kuliko kulichukulia maamuzi ukaacha likuumiza. Demo unavyoumia ndio demo unaposhindwa kufikiria, kwa sababu maamuzi yakiendesha mwili. Sawa? Kama ulikuwa na huzuni, kinachofuata mwili utakupokea nini? Kilio, hasira na mambo mengine mengi sana sio na msingi. Kwa dakika mwisho utajikuta kama ndo uko mahali ama sehemu ambako kila siku watu ni wanakukwaza maksudi, labda kazini hawapendi the way unafanya kazi vizuri whatever. Kila siku unajikuta ni mtu hautuni, si ndio? Kila siku unaumia, alafu watu wanafurahi kwa sababu unapoumia, kwa sababu alichokifanya anajua kabisa maamuzi gani ama wewe itakuwa katika hali gani. Sasa mimi ndio nikuambia maamuzi ya kwanza, sitajua utaumia, utakuchora na kuangalia nitafurahi. Naam, sasa ndio inabidi ujue kwamba hizi akili mbili zote zinafanya mawasiliano mazuri, kwamba okay, umepata taarifa kanitokana, ile taarifa ikaja katika maoni ya kuumiza, si ndio?
fanya maamuzi ya kuweza kukuweka wewe salama. Ukisema na wewe utukane kama ulivyotukana, si ndio? Urudishe kama kupigana kama ulivyopigwa, whatever, si ndio? Energy itakuja kukuweka wewe mwishoni ni hasira ya yule umebeba wewe. For example, mtu asema leo na hasira anatamani kupigana. Nikitoka nje sindaanisha ugomvi tu wote nipigane. Ili nafsi yangu kutoka ni pale nimefurahi nafsi yangu Kwa mara nyingi ugomvi mwingi tunaoingia ni ugomvi ambao sio kwako, sio kuhusu kabisa. Na unapozidi kuwa katika msongo wa mawazo, hasira, yani mwili wako, nguvu ya mwili wako ndani ya energy ambayo ikiwa haijabalance ndani, ndio inasababisha cha kwanza ushindwe kufikiria vizuri kote, kwenye moyo, kwenye akili kote. Na zote hizi ni akili mbili zinafanya mawasiliano. Kwa hiyo unavyoshindwa kufikiria vizuri, wazo likaja na hapo kali concentrate vizuri, ukachukua maamuzi ya mwisho kwamba okay, nafanya hivi. Labda kazini, kila mtu wa stress, hasira, ugomvi na nini, ubongo wako hauwezi kufanya kazi vizuri. Kingine, uongo. Uongo ni kitu kingine pia ambacho kinasababisha mti wetu wa maisha kushindwa kufanya kazi vizuri, ambao ni moyo. Ambao mtu wa maisha, moyo kushindwa kufanya kazi vizuri, akili pia inashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa sababu hapa ni hisia, hapa ni taarifa. Inaposhindwa kufanya kazi vizuri, hivyo vitu vingi kinachotokea hapo ni kitu hiko kimoja. Msongo wa mawazo, kushindwa kufikiria vizuri, na ubinadamu unakuondoka taratibu. Sawa? Binadamu unakuondoka vipi taratibu? Hapo ndio kwa sababu unapozungumza uongo pale sasa hivi, nimezungumza uongo, nimekuongopea kitu. Kesho nikija, hata kama nitakizungumzia kizungumzia kile kitu kiniulize, itabidi nikiendeleze tena kiuongo vile vile. Kuona kwa nimebeba cheni ambazo ningeongea ukweli tu mara moja naye, it was over. Hata ikija kijirudia vile vile. Okay, for example, umeongopa kwa huyu, kwa mtu wa pili B, kwa mtu wa tatu C. Anakuja kukuuliza ujue huyu unamwambia vipi, huyu unamwambia vipi, na huyu unamwambia vipi. Ama for example, wote mwambia kitu kimoja. Kinakuwa vipi? Unaumiza akili sana kufikiria uongo ambao ungekuwa unafikiria positive muda mwingi. Unapozidi kuzungumza uongo mara kwa mara, manake unaifanyisha kazi akili yako kinyume inavyotakiwa kufanya kazi. Hiyo cha kwanza. Cha pili, unakuwa unajipa stress ambazo wewe kwa pale unaweza usizione, ila zinakuwepo kwa sababu kumaintain kitu ambacho kiko kinyume ni kazi kubwa sana kuliko kumaintain kitu ambacho kiko sahihi. Sawa? Na kitu kingine kinakuwa kinatuaffect mwili wetu. Sawa na nini? The more unaongea uongo, ndio the more unabadilisha, tuseme huu tu mgongo, huu ndio unapokea taarifa na kila kitu. Unakuwa unabadilisha DNA sequence yako bila wewe mwenyewe kujua. DNA sio inahitaji ndio vinasaba vinakuwa vinabadilika. Sawa, mtu ukimwongelea mtu kama baadhi wanafanya maovu, ukimuona tu hata kama hajashika silaha, cha kwanza utajua kabisa huyu si. Kwa sababu DNA structure yake inapo change, appearance ina change, macho yana change. Unaelewa? Kwa hiyo una affect, yani unajitia madhara kwenye mwili bila wewe kufahamu. Mwisho wa siku ndio maana sasa hivi pia vizazi vya sasa hivi tumekuwa tunakufa mapema sana. Sawa, kwa sababu magonjwa sio kile unachokiconsume tu. Ile nguvu inayotembea kwenye mwili wako muda wote ndio pia inasababisha ili jumba la kichele kuishi muda gani. Kwa hiyo ukashangaa like naona kama India ndio shatokea watu like mtu ana miaka 170 bado anatembea mzima. People be like oh shit, imekuaje? Umeona? Ni inavyokuwa anaishi na emotional feelings zilizofuatia background yake na vitu vingine tunavyoconsume, vitu tunavyokula. Sawa? Kiuhalisia kibinadamu kama binadamu, ndio vyakula tunavyokula ndio pia sababu pia kuu. Kwa yani hapo tuko affected, na pia tuna affect tumbo letu. Yani tuna affect akili ya kupokea maneno taarifa, tunaharibu pia akili ya kuhisia, au pia tunaharibu mwili, tumbo, vitu tunavyo consume most of. Tunakula sana sasa hivi vitu vya mafuta, vitu vya kiwandani sana, yani almost hivyo vitu vinatu affect sana kwa sababu vinakuwa vimewekwa madawa ili kukaa muda mrefu most. Sasa chakula jinsi cha kukaa wiki kinakaa mwaka. Just imagine chakula cha kukaa wiki kinakaa mwaka. Yani unakiamini vipi like direct? I doesn't mean like uache kula kwa sababu ndo teknolojia na maisha sasa hivi ndo yanakwenda kasi, ila ndio maana Mwenyezi Mungu pia akatokea kipindi kama hiki tunakuwa tunafunga. Ili kufanyaje?
kuweza kupunguza zile sumu za mwilini. Umeona? Kwa hata sisi vitu tunavyoconsume inabidi wewe mwenyewe kama mwenyewe ujiwekee ratiba like okay, sasa nimekula vitu hivi sana, hapana nile. Kwa sababu vitu unavyokula sana wewe mwenyewe ndio mwili wako pia, hali ya mwili wako unaokuwa nao. Usitegemee uweze kufikiria haraka, speed, mwili very smooth, ngozi na nini. Kwa vitu yani unakula vitu ambavyo havina afya, unaongea uongo na unashindwa kucontrol mawazo yako. Kingine ni mawazo. Ukiwa unafikiria sana mawazo ambayo yako negative ama mawazo sio, ulimwengu unaotengeneza pia ndio unaendelea kule kule. Channel. Kwa sababu unachokifikiri ndio unachokitengeneza. Ukishafikiria kwamba siwezi kupata labda leo risk, sidhani mara chache sana uone katika hiyo siku utapata risk. Ila ukijiwekea kwamba leo hata iwaje utapata risk, lazima utapata risk. Kwa sababu wewe ndio unatengeneza ulimwengu wako. Ila ukisita, ulimwengu unashindwa kukuelewa wewe kwamba je, unakitaka iko kitu kweli au la. Kwa hiyo mara nyingi tunapitia katika wakati mgumu, ndio maana tunataka kitu fulani kinaitwa kuamini. Kuamini kitu inachukua muda. Inachukua muda sana, mwingi sana mkali. Ila ukiweza overcome iko kipindi, ukaweza kukipita mpaka imani yako ikawa imetulia. Na ndio maana nahisi mitume mingi ilikuwa kama labda utasikia sijui Yesu alifunga siku 40 alikaa sijui mbali na watu sijui na nini. Chunguza wengi utakuta alikaa kwanza mbali na watu, ili mradi kuweza kujitambua, kuweza kufikiria sahihi. Kwa sababu unapokuwa unapokea wazo la huyu, mwisho wa siku unajisahau wewe mwenyewe sasa unasimama wapi. Unaelewa? Kwa sababu unapokuwa na mawazo mengi ya sio yako, wazo lako hata likija haliwezi kutulia, kwa sababu ushavunjwa moyo na mawazo ya watu wengi sana. Ndio maana kuna ukiambia na watu wazima wengi sana utaambiwa kwamba jambo lako kabla hujafanya usilitangaze, usilizungumzie, litokee tu boom iko hapo. Kwa sababu gani? Mtu kukufikiria tu wewe vibaya tayari kashaleta nguvu mbaya kwako. Kukufikiria tu kashaleta nguvu mbaya kwako. Hata kama yeye akutegemea kwamba ila ndo kashaleta nguvu mbaya kwako. Kwa sababu ulimwengu unapokea nguvu. Yaani tuseme method ya kama umeme. Sababu sisi ni kama umeme ndani ya miili. Umeona? Sisi ni umeme tu ndani ya miili. Kwa sababu sisi ni nafsi. Mmoja sasa tumeenda kuuzika mwili wa wewe ya upo. Wewe ndio hiyo kama hiyo nafsi, hiyo kama umeme unaosikia kuna muda unatembea tu kwenye mwili wako, hiyo ndio wewe. Umeona? Wewe ni mfano tu wa mwanga ambao uko ndani ya mwili wako. Kwa hiyo sasa hapo inabidi kitu kikubwa sana ukitaka uweze kufikiria vizuri, ukitaka uweze kumsikia Mwenyezi Mungu Mungu wako pia vizuri. Wanakondo tunapoelekea kote ni kujua jinsi gani utaweza kufanya mawasiliano na Mwenyezi Mungu kwa urahisi. Unaelewa? Kwa hiyo cha kwanza inabidi usafishe mwili. Ndio maana nazungumzia vyakula. Sawa. Ili mwili wako uwe msafi, uwe na afya njema, afya bora. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili inabidi usafishe mwili. Hapa akili, mawazo. Mawazo pia yanatokana na watu gani unakaa nao karibu. Kama basi unataka uwe mjenzi, kaa karibu na watu wajinga. Si ndio? Kama unataka kuwa mwalimu, kaa karibu na watu wajinga. Wewe ni mwalimu ila ofisini ni umekaa masaa 8, ukirudi huko na masaa 16 ama whatever, huko kwenye mambo mengine. Kule unapoinvest sana akili yako, hata kama kule kazini utakaa masaa mangapi, ila kule upowekeza akili yako ilipo. Kule ndio unapojenga. Kwa kama umewekeza kwenye story ambazo shirani na career yako, kazi yako whatever, je basi unapojenga ndio huko. Yaani huko tu unaenda kama shule. Tuseme for example hiyo. Unaenda kukamilisha tu wajibu, upate cha kwako, urudi nyumbani kulie basi. Ila kama unataka kutengeneza kitu ambacho maybe kufundisha familia yako, kujenga ile company na vitu vingine, hizo ndio step tunazoenda nazo. Kwa hiyo safisha mwili, anaanza kwa unapokula, muone ipende. Yani kitu cha kwanza moyo ama mtu wa maisha unafanya kazi vizuri pale unapojipenda wewe, wanyama na watu wengine wote. Haijalishi unafanya nini, doesn't matter. Ni ulimwengu uangalie umefanywa nini. Ulimwengu unaangalia baada ya kufanywa hiyo kitu umefanya maamuzi gani. Kama ubaya ulipo kwa ubaya, kumbuka na ubaya ulirudia tena, kwa sababu mzunguko ni ule ule. Hilo kufanya bora kalipo uzuri, basi ndio uzuri wako unafanya kalipo tu. Siasa matter of time, swala la muda tu.
Unaelewa? Cha mwili sasa kisha akili, basi kinachobaki hapo boom, ndio upo sehemu ya tatu, stage ya tatu huko. Yani akili iko huru, mwili uko huru, yani hauko attached na vile vyakula ambavyo sio vile vyakula ambavyo very processed. Yani vyakula vumbo sana, sio mpenzi hivyo vitu sana, kwa sababu unaupa kazi mwili wako kuweza kuchuja ile sumu hivi asubuhi, mchana, usiku. Just imagine mwili unafanya kazi kubwa sana, ambao vyakula asubuhi, vyakula mchana, vyakula usiku, vyote vile processed kwa siku zote utazokuwa unakula. Tuseme kwa mwaka siku 365, okay, siku 365 yote umeona. Kwa hiyo yani kwanza milo mitatu is not like ndio kusababisha wewe na afya, ama kula sana kusababisha wewe na afya, kwa sababu usipokula mwili wako sasa unakuwa na consume, ama unakuwa unakula vile vitu ambavyo tofauti na mwili wako. Moto unaotoa ukipumua inatoka gesi chafu sana, yani inanuka, kwa sababu yani mwili unakuwa kama unafanya reset ya mwili, unafanya reset mwili, unajitibu wenyewe, kwa sababu mwili unakuwa unachukulia yani kama unafanya factory reset ya simu labda, for example, sawa. Kwa hiyo una empty mwili wako kabisa. For example, unaweza kufanya hii siku ukafunga siku 3 mfululizo without eating, yani usile chochote. Kama utaweza tu kunywa juisi ya matunda kidogo, sio mpaka usikie tumbo limehandiliwa like nusu lita labda, na matunda mawili matatu, yani kidogo tu kwa siku 3, na ujitahidi nayo siku 3 unafanya mazoezi ili kujiweka mental pia sharpness, misuli pia isiwe imeratibiwa, ili akili pia iwe na function, kwa sababu utakuwa hauli alafu mwili wako hujazoea kile kitu. Mwili wako cha kwanza utakuwa unatoa signal ama ishara kwamba kuna tatizo, sababu mwili hujazoea kukaa zaidi ya siku moja ama siku moja nyingine. Ili uweze kuwa katika good mentality, uweze kuendelea kufanya kazi vizuri na akili yako ina function vizuri, kwa inabidi pia unafanya exercise. Utakuja kugundua siku ya 3 baada ya kugundua mwili umepunguka, utakuta kwa sababu unafanya mazoezi mwili umeongezeka, unakuwa very stable na utafeel some different. Basi tu kuna utofauti kama kuna kitu umekipunguza. Kwa unaweza kuwa unaenda na hiyo ama whatever hiyo ya siku 3, naona ndio very simple. Umefanya hivyo yani per week, siku 7, kila wiki ya siku 3 unakuwa unafunga mfululizo. Siku zinazofuata, sasa siku zinazofuata ndio itasababisha kwamba kitu ulichokifanya huku nyuma kiwe kina mantiki au la, si ndio? Kwa sababu kama umefunga siku 3 mfululizo, ulikuwa tu unakunywa juisi ya matunda na baadhi ya matunda tu kawaida, usile chochote ambacho kimepikwa, na sawa. Huko hapo unajitahidi muda huo sana uone mtu kama mwenyewe mostly, ili mawazo yako yanakuja yale, ili ukishakuwa anakuja yale mawazo yako uweze kuyafikiria, uweze kuyatema, yasikuendeshe, kwa sababu mawazo mwisho wa siku yanakuja hapa, taarifa inakuja kwenye moyo ndio mtu wa maisha, ndio. Kwa hiyo unakuwa unautibu mtu wako wa maisha. Kwa hiyo mawazo yanapokuja hapa itakuja kwenye moyo ili kuleta hisia, kama hisia nzuri, mbaya, whatever. Kwa ukishaweza kuvitemu hivyo vitu kwamba ikaja ushafanya kitu hiki kibaya, maybe unasahau, unajaribu kukisahau, utakirudia tena, ila bado ile roho kukusuta kukuuma. Kwa hiyo utakuwa na kanao kuona hadi kwamba hadi nimeamua ipe nafasi yale mawazo, ile hisia ipe nafasi, kanao chini, ongea nayo, zungumza nayo, itibu. Kwa sababu daktari wa kwanza anaweza kukutibu wewe ni wewe mwenyewe, kwa sababu hisia, mawazo, vyote hivyo ndio vinasababisha like stress every time. Wewe kufikiria straight, magenius wamekuwa wachache sana kwenye ulimwengu. Kwa sababu gani? Like tunapokula mawazo yetu hivyo, yani zote viko corrupted, haviko straight, yani viko corrupted. Kwa hivyo ndio vitu vya kwanza vya kwanza kufikia. Ndio itakuwa vizuri sana kama uko kwenye likizo labda ya kazi mwezi mzima, yani hiyo mwezi na mwezi kutumia sana vizuri, ama kama ndio unajiri uko mwenyewe pia itakuwa even more simple. Ila kama umeajiriwa kadiri saa 8-10 bado, yani kwamba kote you still unaweza kufanya mabadiliko. Kwa hiyo utakapoweza kutemua mwili wako, mawazo yatakuwa yanakuja, utakapokaa nayo chini, utafikiria, utakuja kwenye moyo, utainterpret vizuri, utakuja kufanya maamuzi ya mwisho ambayo yako very very clear, sawa. Na
kitu ambacho kitataka sana kukukimbiza tanaporudi nayo mawazo, kwa sababu hujazoea kukaa sana na wewe afu kayaruhusu mawazo. Ukizoea kukaa na wewe una kitu cha kujiweka kabisa nacho. Kipindi hiko sio kipindi cha kuangalia movie, kipindi hiko sio cha kusikiliza muziki, kipindi hicho cha kukaa wewe na wewe mwenyewe. No running from yourself, jikimbie, kisikilize, kwa sababu nafsi mara nyingi inajaribu sana kuongea, ila akili na kelele sana kukimbia nafsi, kukimbia hisia zile. Kisha fikiria kitu kitakuletea huzuni, unajaribu kutoka nje ukapiga story whatever, ukafanya hiki kile, unajaribu escape. Umeona? Sasa kukimbia kile kitu kitasababisha kubadilisha chochote, ila ukikivaa kile kitu ndio kina mabadiliko. Sawa? Kwa sababu hata Mwenyezi Mungu aangalii makosa mangapi umefanya. Hata wewe umeua watu milioni 1 hapa duniani, anachokiangalia yeye kile unachokifanya sasa hivi. Sawa, wewe watu milioni 1 sasa hivi unafanya nini? Hicho ndio kinachomatic, hicho ndio chenye uzito kwani. So ulivyofanya unachofanya sasa hivi. Sawa, so we have to make change. Yani inabidi tufanye create mabadiliko, inabidi tufanye mabadiliko, we have to change. Kwa safisha mawazo, safisha moyo wako, vidonda vyote, ili mtu wako wa maisha uweze kufanya kazi nzuri. Mtu wa maisha kila mtu anatembea naye mwenyewe kwenye moyo wake, ila miti mingi ya maisha watu wanatembea nayo ni na vidonda, na vidonda hivyo vingi ni vidonda vya utotoni. Ujue mara nyingi wengi wanaofanya maovu si kwamba labda kuna kitu mwamania, na ila ana kidonda, kile kidonda kijapona, kwa anajaribu kuangalia anakitibu vipi kwa kuumiza watu wengine. Sawa? Kwa ukishagundua iko au tujibu ubaya kwa ubaya, kwa sababu utaanza kuona nini, kwa sababu utaanza kuyaona makosa ulikuwa unafanya wewe, na utaanza kuona kwa nini ulikuwa unafanya yale makosa. Na ukishaanza kuona kwa nini ulikuwa unafanya yale makosa, basi there is a big change hapo. Kila kitu kita change dramatically. Yani utashangaa tu, like fikra zako zinaanza kuwa tofauti. Like mtu kakukorofia, ungeweza kumkorofia ukamwambia tu like okay, nashukuru, kaondoka. Like ile nguvu mbaya unataka kuibeba upeleke nyumbani ukapelekea familia yako. Lakini kuna mtu kanikera, sawa, alikukera, ulifanya maamuzi gani? Inabidi tu ugundue kwamba huyu sijamfanyia kibaya, ndio ya. Kwa hizi ni hisia zake yeye, huko alipotoka nazo yeye anafahamu. Uweze kujipa moyo wako na akili yako kuweza kupumua, utaweza kubeba na mara nyingi hasira, uongo na vitu vingine vyote vilivyo kwenye nafsi chako tu. Binadamu hajatakiwa kuishi hivyo, binadamu hajatakiwa kuuana, hajatakiwa kusengenyana, hajatakiwa nini. Yani ukisoma Bible, ukisoma Quran, vile vyote ni vitabu ambavyo vinamzungumzia mwanadamu. Sawa, mwanadamu inabidi aishi vipi. Zile ni sheria za mwanadamu, naweza kusema ni katiba ya ulimwengu. Sawa? Kwa hiyo ukishagundua na ukaishi mule, hautovutia chochote kiovu. Vivyo utavutia wewe wema, utavutia watu wema, kila kitu chema. Ila ya kila ngazi unapozidi kupanda, kumbuka misuli inazidi kuvuta ili uweze kufika the top. So ili uweze kufika juu kabisa kilele. Kwa hiyo hapo ugundua kudhibitiana itakuwa mingi. Siwezi kukuongopea kuhusu hiko kipande, kwa sababu unapotoka kwenye uongo na kutoka kwenye uovu, moyo wako kuweka huru, manake ni unatoa minyororo. Sawa? Uongo ni minyororo, kwa sababu unapozungumza uongo, ukizungumza ukweli kwa bahati mbaya utabaki kushtuka, lakini umekuaje? Ule ni minyororo kwa life unatembea nao, unataka kuuachia, manake kuongea ukweli. Ndio maana hapo ukweli mgumu. Kwa sababu gani? Tunaishi kwenye dhambi, tunaishi kwa shetani. Muone fikra, muone mawazo, hiyo fikra, vitu tunavyoviconsume. Sawa? Hivyo. Kwa hiyo ukitaka uweze kurefresh, unaweza kufanya vitu, unaweza kujipa diet. For example, miezi 3 sio kubwa. Hiyo diet nitakwambia kwa ushauri wangu. Usile nyama aina yoyote. Sawa? Kula mboga matunda tu. Ugali, wali, maharage, ila chochote kinachohusiana na nyama, isiwe ya kuku, isiwe ya nyama, isiwe ya samaki, isiwe ya nini. Yani ishi kama sijui nisemaje hapo. Yani ishi tu kiusafi tu. Ukisema vitu usafi bado inaweza kuwa simple. Sawa? Yani mwili wako unakuwa una kazi ya kuprocess chakula ambacho hakihitajiki. Kila kitu nitakitoa in steps. Kwa nini nakwambia usile nyama? Nitakuja kukwambia kwa nini.
ina affect vipi mwili wako. Cha kwanza ujue mnyama alikuwa anakufa vipi. Hiyo ndio kitu kimoja naweza kuambia. Alikufa akiwa na hofu, ndio maana yake ile nyama yote ya hofu. Tunaambiwa ndio labda wachinji wa Islam na nini, anakuambia main reason, sababu kuu ni kwamba ile nyama inakuwa imejaa hofu. Ile nyama inapokuwa imejaa hofu, unavoila ile nyama inaenda kubadilisha vinasaba DNA, vinasaba vya mwili wako vinakuwa nao vinaenda kwenye uoga ule unanilio, kwa sababu umeconsume wewe ni kiumbe, umeconsume kiumbe kingine ambacho kile kiumbe kina DNA tofauti na wewe, vinasaba tofauti na wewe. Kwa maana yake ili uweze kukaa kwa wewe siweze kuaffect, maana yake imeenda sawa na DNA yako, ndio maana yake inakwenda sana DNA yako, ile change ile DNA yako. Tunauoga sana binadamu sasa hivi, haijulikani imetokea wapi, ila vingi sana vinatokea kwenye mifugo ambao tunakula, ambao tujui kufa vipi. Hiyo ndio main reason kwa. Kuna data na elimu nyingi sana kuhusu viumbe vipi, labda vyakula vile kutokula wote, iko vingi sana ambao siweza kuzungumzia this video, ila safisha mwili, safisha akili, boom. Unahitaji kitabu chochote kusoma ili uweze kuelewa. For example, nitakwambia mimi sijasoma kitabu chochote, wewe ndio kitabu, kwa sababu ulivyoumbwa wewe ndio kiumbe bora katika ulimwengu, si ndio? So wewe ulivyokuja hapa, kila kitu unakijua, kwa sababu kila kitu unakitawala. So kama ukute mtu ndio kufundisha kitu unakitawala vipi, ila umesahau, kwa sababu ulivyokuja cha kwanza ulichokimbizana nacho ni shule, chuo, utafuta maisha hivyo. So binadamu hatujijui, ndio jinsi ilivyo, hatujijui sisi ni nani, tumekuja kwa sababu gani, tumekuja kufanya nini kwa kipindi hiki, sawa? So for today hata tuishia hapo. By my name is Alan the Wise. Karibu tena katika channel ya teknolojia ya nafsi. Nashukuru.